Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na taarifa niliyokuwa nayo hapa ni taarifa ambayo inahusu kuongezeka kwa hofu kubwa kabisa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo taarifa za chini kabisa zinaeleza kwamba Israel inajiandaa kufanya shambulizi katika nchi ya Irani kwenye vinu vya nyuklia, na Irani imekwisha dukua taarifa hizo na yenyewe imejipanga kuweza kujibu, na hofu kubwa imezidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati baina ya Israel lakini vile vile na nchi ya Irani. Sasa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem umeweka vikwazo vya usafiri kwa wafanyakazi wake siku ya Alhamis, huku wanadiplomasia na wanajeshi wa Marekani walioko Mashariki ya Kati wakijitayarisha kwa uwezekano wa shambulizi la Israel dhidi ya Irani. Amri hiyo ya ubalozi kwa wafanyakazi na familia zao inaonyesha kuongezeka kwa hofu ya kisasi kutoka kwa Irani iwapo Israel itatekeleza shambulizi. Vikwazo hivyo vinazuia safari nje ya maeneo ya Tel Aviv, Jerusalem na Beersheba isipokuwa kwa ruhusa maalum, kulingana na taarifa ya balozi kwenye tovuti yake. Ubalozi wa Marekani unajihami zaidi baada ya kusikia fununu kwamba Israel inaweza ikafanya shambulizi wakati wowote kwenda katika nchi ya Irani. Sasa Irani pia imeweka wazi kwamba endapo tu itashambuliwa basi itaweza kujibu shambulizi vikali kabisa. Ndio maana tayari ubalozi wa Marekani umekusha weka vikwazo kwa watu wake, ambapo wanatakiwa kusafiri kwa ruhusa maalum na sio tu kujitokea au kuweza kufanya safari pasipo kuwa na ruhusa maalum. Siku moja kabla, Marekani iliwahamisha wanadiplomasia wake kutoka Iraq na pia ikanusuru familia za wanajeshi wake walioko Mashariki ya Kati kuondoka kwa hiari, baada ya nchi ya Irani kuweka vitisho kwamba inaweza kushambulia sehemu za kambi za kijeshi za Marekani. Lakini vile vile Rais Donald Trump akaweza kutoa amri kwamba familia za wanajeshi waishio Mashariki ya Kati basi wametakiwa kuondoka haraka iwezekanavyo, baada ya hofu kubwa kutanda na kujua nini ambacho kinafuata kwa wakati ujao, huku hofu ikizidi kuongezeka. Gazeti la New York Times liliweza kuripoti siku ya Jumatano kwamba maafisa wa Marekani na Ulaya walisema Israel inaonekana kuwa inajiandaa kushambulia Irani hivi karibuni, hatua ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za utawala wa Rais Trump kufikia makubaliano ya nyuklia na Tehran ili kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia. Gazeti la New York Times liliweza kuripoti siku ya Jumatano kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Israel kushambulia Irani, na shambulizi hili endapo litaweza kufanyika litadhoofisha juhudi za Rais Donald Trump kwa ajili ya kuweza kukubaliana na Irani kuhusiana na mustakabali mzima wa sakata la mpango wa nyuklia wa nchi ya Irani, ambapo Marekani inajitahidi kuweza kumshawishi Irani kwamba isiweze kurutubisha uranium kwa kiasi kikubwa na iweze kusalia na hali ya kawaida ya matumizi ya uranium na isiweze kurutubisha tena, kwa sababu ikiendelea kufanya hivyo basi itakuwa ni hatari zaidi, kwani inahofia inaweza kutumia uranium kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Miezi michache iliyopita Rais Trump alikataa ombi la Israel kufanya shambulizi dhidi ya Irani, akipendekeza mazungumzo kama njia ya kusitisha shughuli za Irani zinazoshukiwa kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia. Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wamekuwa wakipata hasira sana kwa kuona juhudi za nchi ya Irani kuendelea kutengeneza uranium kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa Irani ilikuwa katika mbadano mkubwa kabisa hapo katikati, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alikataa ombi la Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutaka kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani, na Trump akakataa, akasema kwamba njia pekee ambayo inaweza kusababisha maelewano ni njia ya kuweza kuzungumza kwa amani pasipo kuweza kumshambulia. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba ni kwa jinsi gani Trump alitaka maongezi yafanyike, licha ya kuwa Israel ilitamani kuweza kushambulia vinu hivyo vya nyuklia vya nchi ya Irani. Ikaweza kupigwa stop na haikuweza kufanya shambulizi la aina yoyote. Hata hivyo, hivi karibuni Trump amesema hana tena imani sana na mafanikio ya mazungumzo hayo, ambapo Trump aliongeza kwa kusema kuwa nazidi kupoteza matumaini. Aliambia The New York Post kwenye podcast iliyorushwa Jumatano, wanaonekana kuchelewesha mambo na nadhani hilo ni jambo la kusikitisha. Kauli hiyo ya Rais wa Marekani Donald Trump alipozungumza na The New York Post, ambapo walisema kwamba anazidi kupoteza matumaini na anaona kama kuna kuchelewesha mambo na nadhani ni jambo la
kusikitisha zaidi. Kwa jinsi ambavyo Irani inamtolea nje Marekani kuhusiana na kukataa kabisa vipengele vya kuweza kuto kurutubisha uranium kabisa, basi inaonekana kabisa Rais Trump anazidi kukata tamaa kwa jinsi ambavyo mazungumzo haya yamekuwa yakipambania, ambapo inatarajiwa kwamba duru ya 6 kuweza kuendelea siku ya Jumapili, waweze kuzungumza, kukaa chini na kuweza kuseti ajenda kwa pamoja ni kwa jinsi gani wataweza kukubaliana kuhusiana na swala zima la mpango wa nyuklia wa nchi ya Irani. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu haikujibu mara moja ombi la maoni kuhusu uwezekano wa Israel kushambulia Iran. Jeshi la Israel pia lilikataa kutoa tamko. Sasa Netanyahu kupitia ofisi yake haikuweza kutoa taarifa yoyote, ambapo pia hata jeshi la Israel lilikataa kutoa tamko lolote. Inaonekana wazi kuna mipango thabiti ambayo imeshapangwa kuhusiana na shambulizi la Israel kwenda nchini Iran hivi karibuni. Na wakati wowote shambulizi hili linaweza likafanyika, kwa sababu kumekuwepo na taarifa nyingi zikiripoti. Kwa mujibu pia wa CBS News, wameweza kuripoti kuhusiana na taarifa hii kwamba Irani muda wote yupo kwenye hatari ya kuweza kushambuliwa na nchi ya Israel. Benjamin Netanyahu amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa Irani haitaruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia. Katika mkutano uliofanyika Aprili mjini Yerusalemu, alisema kuwa Trump alimwambia kuwa ameazimia kuhakikisha Irani haifanikiwi kutengeneza silaha hizo za nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweka wazi kabisa kwamba hawezi kuruhusu nchi ya Irani kuweza kumiliki silaha zake. Kwa kufanya hivyo basi wanaweza kusababisha kuweza kushambuliwa kwa kina kabisa. Na Irani wenyewe pia wameonyesha kujiamini kwa hali ya juu, wakisema kuwa hamna mtu ambaye anaweza kumpangia. Wao ni taifa ambalo linajitegemea, taifa linalojiweza na halitegemei mtu yoyote. Kwa hiyo hata kiongozi wake Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akisisitiza wazi kwamba vitisho vyovyote ambavyo wanavyopata hawaviogopi, na nchi yoyote itakayojaribu kuweza kumshambulia Irani basi itaingia kwenye wakati mgumu zaidi. Na hata Wahuthi pia mapema kabisa alfajiri ya leo wameweza kutoa taarifa kusema kwamba endapo Israel itawajibika kuweza kumshambulia Irani, basi itakuwa kwenye hali ngumu na kusababisha machafuko makubwa kutokea katika Mashariki ya Kati. Macho ya wanadiplomasia duniani yanaangalia kwa jinsi gani kauli hizi za Israel kwamba inapanga kumshambulia Iran wakati wowote, basi nini ambacho kitafuata. Watu wote wametupia macho huko kuona ni kwa jinsi gani mambo yatakuwa mambo kwa siku za hivi karibuni. Endapo haya yatatokea, basi tutajua kwamba Rais Trump ataweza kudhibiti tukio hili kwa kiasi gani, au kuweza kuzungumza na Irani ili kuweza kudhibiti vita vingine visitokee vya moja kwa moja kati ya Irani pamoja na Israel wakiwa kwenye mtifuano mkubwa kabisa. Sasa mtazamaji, tufuatilie kila siku hapa Zone Media kwa taarifa zetu zijazo. Basi usisahau ku like video zetu, kushare, lakini ku comment. Vile vile kama bado hujaweza kusubscribe, basi wakati ni huu uweze kusubscribe. Jina langu naitwa Victor Moshi. Asante kwa kutuchagua sisi Zone Media.